Katika ulimwengu wa habari za burudani yako mengi ambayo yanaendelea kuibuka, lakini pia muendelezo wa taarifa mbalimbali. Unaungana na Biomedia katika kuzifahamu zile zote za kihabari, lakini pia unaungana na Official Rosely, mhabarishaji wako official, si ndio? Bara ni vita ya Diamond Platnumz pamoja na Harmonize imezidi kuwa kubwa. Mmoja wao mvaa Diamond huna mchango wowote kwenye mafanikio ya Harmonize. Bara tunaangazia lile sakata ambalo juzi kati tumeweza kuliona likivaa sura mpya sana katika ulimwengu wa masuala ya burudani. Ni mtangazaji maarufu kutoka Crown FM ambaye anajulikana pia kwa majina ya Mwijaku. Amefunguka mambo mazito kuhusiana na sakata la star wa muziki wa Bongo Flava Harmonize, ambaye hivi karibuni alieleza wazi kwamba yeye binafsi hajawahi kusaidiwa na Diamond Platnumz kama ambavyo inaelezwa na watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Mmoja katika taarifa yake ambayo aliitoa siku ya Jumanne Disemba, ameeleza wazi kwamba Diamond Platnumz hajawahi kumsaidia kitu chochote Harmonize, lakini Harmonize amefanikiwa kwenye soko la muziki wa Bongo kutokana na nguvu ya pesa yake ambayo alikuwa ameiwekeza kule WCB Wasafi. Mmoja katika taarifa yake pia ameendelea kueleza kwamba Watanzania wote wanapaswa kuelewa kwamba Harmonize wakati anaondoka WCB alilipishwa fedha nyingi sana na Diamond, ikiwa ni sehemu ya kuvunja mkataba wake. Swala la Harmonize kulipa fedha zote zilikuwa zinahitajika na Diamond ni ishara tosha kuonyesha wazi kwamba Harmonize alilipia gharama kwa sehemu kubwa sana kulitangaza jina lake kimataifa, na wala haikuwa kwa nguvu kubwa ya Diamond Platnumz kama wengi ambavyo wanazungumza. Lakini pia bwana Mwijaku katika taarifa yake anaeleza kuwa Diamond angekuwa na nia kumsaidia Harmonize asingeweza kuthubutu kabisa kudai fedha ya fidia, wakati ambako Harmonize alikuwa anataka kuvunja mkataba na kuondoka pale WCB Wasafi ili kuanzisha lebo ya kwake. Lakini pia anaweka wazi Mwijaku kwamba Diamond Platnumz hana moyo wa kusaidia watu na wala hawezi kusaidia watu, na ndio maana pia alishindwa kumstiri Harmonize wakati ule alipokuwa anaondoka ndani ya lebo ya kwake. Taarifa hii mtazamaji kutoka kwa Mwijaku inatoa tafsiri halisi kwamba anakubaliana na kile ambacho Harmonize alikuwa anakieleza siku chache zilizopita, ambapo aliwataka Watanzania waache kutaja jina lake kwa kueleza kwamba amesaidiwa kwa kiasi kikubwa sana na bwana mkubwa Diamond kufikia mafanikio yake ya sasa hivi ambayo ako nayo katika swala zima la muziki wa Bongo. Pengine wewe unaonaje katika hili mtazamaji? Namna ambavyo Mwijaku ameeleza kwa yeye anavyoona na namna ambavyo pia Harmonize alizungumza, unaungana na wao wawili kwamba ni kweli mafanikio aliyoko nayo Harmonize alilipia gharama na si kwamba Diamond alitumika kwa chochote. Mimi nitapitia maoni yako wakati mwingine mtazamaji. Ni Official Rosely, till next time.